إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya baadaye, maisha ya kaburini na maisha ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutaweza kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani wala katika maisha yetu ya akhera isipokuwa tutakapojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, khutba yetu ya leo ina anwani inayosema wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kazi hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, kazi hii ni ya lazima kwa kila Muislamu. Kazi hii ni ya wajibu kwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa afahamu hivyo kwamba nina wajibu wa kuamrisha yaliyo mema na nina wajibu wa kukataza yaliyokuwa mabaya. Kila mmoja katika sisi, baba ndani ya nyumba yake aamrishe mema na kukataza mabaya, mama ndani ya nyumba yake aamrishe mema na kukataza mabaya. Tukianza kuamrisha mema kuanzia ngazi ya kaya, lakini vile vile tunakuja ngazi ya msikiti, tunakuja mpaka ngazi ya tarafa, ngazi ya wilaya, mpaka ngazi ya mkoa, mpaka ngazi ya taifa.
bila shaka tutakuwa na watu wema wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuliacha hili tunatengeneza watu ambao watakuja kuwa wabaya baadaye. Tutakuja kuwa na watu waovu, tutakuja kuwa na vijana wabaya ambao hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Ili vijana waweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja katika sisi aone ana uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Pamoja na kwamba watu wengi wanaelewa ya kwamba jambo hili ni jambo la mashekhi, kazi hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, kuna watu ambao wanaamini kwamba ni kazi ya maimamu, ni kazi ya walimu, ni kazi ya mashekhe. Yeye anajiondoa katika hili. Shekhe hawezi kuja kukuamrishia mema ndani ya nyumba yako. Anayefahamu ndani ya nyumba yako kuna mema yanafanyika au kuna maovu yanafanyika, anayefahamu hilo ni wewe mwenyewe. Shekhe hawezi kulitambua hilo, shekhe hawezi kulijua hilo. Kwa kila mmoja katika sisi ajue ana uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Ndugu zangu katika imani, ittafaqa علماء المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. wameafikiana maulama wa Waislamu, wameafikiana wajuzi wa Kiislamu ya kwamba ni wajibu kuamrisha mema na ni wajibu vile vile kukataza yaliyokuwa mabaya. Jambo hili ni wajibu kwa kila Muislamu, anatakiwa ajue hivyo. Jambo la kukataza uovu na mambo mabaya ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa afanye hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, waltakum minkum umma, na lipatikane miongoni mwenu kundi, yad'una ila alkhairi, kundi ambalo litalingania katika khairi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, na kundi ambalo litaamrisha mema na kukataza mabaya. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Kama unawatafuta watu ambao wamefaulu katika maisha yao ya duniani, lakini pia katika maisha yao ya akhera, ni wale ambao wanaifanya kazi hii, kuamrisha watu kheri, kuwakumbusha watu kheri, kuwaelekeza watu kheri, kuwaelekeza watu mambo yaliyokuwa mazuri, kuamrisha yaliyokuwa mema na kuwakataza yaliyokuwa mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika hao ndio watakaokuwa wamefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. في الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. katika aya hii ambayo tumeisoma inatukumbusha uwajibu wa kuamrisha mema na uwajibu wa kukataza mabaya. Na uwajibu huo umethibiti kwa kupitia kitabu cha Allah Qur'an, na umethibiti kwa kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kupitia aya hii lazima wapatikane watu ambao wataisimamia kazi hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, na haya ndiyo maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika aya nyingine, Allah anasema kuntum khayra umma, nyinyi ummati Muhammad ni umma bora. Kuntum khayra umma, nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, umma ambao umetolewa kwa ajili ya watu, umma ambao umedhihirishwa kwa watu. Kwa nini umma huu umekuwa ni mbora? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrisha yaliyokuwa mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakataza yaliyokuwa mabaya.
wa tu'minuna billah, na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaufahamisha umma huu, umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ndio umma bora kuliko nyuma zote zilizopita. Ubora wao umepatikanaje? Ubora wao umepatikana kwa sababu ya kuamrishana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wanaume na waumini wanawake wao kwa wao ni marafiki, wao kwa wao ni vipenzi. Ni vipenzi kwenye jambo gani? Ni marafiki kwenye jambo gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya'muruna bil ma'rufi, mapenzi yao yamo katika kuamrishana mema, wa yanhauna 'anil munkar, na urafiki wao uko katika kukataza mabaya, uko katika kukataza mambo machafu. Wa yuqimuna salata, na wanasimamisha swala. Wa yu'tuna zaka, na wanatoa zaka. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, na wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ulaika sayarhamuhumullah, hao ndio watu watakaohurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio watu watakaopata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu wenye sifa gani? Ni watu wenye sifa hizi 4 ambazo zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya kwanza, wanaamrishana mema na kukatazana mabaya. Sifa ya pili, wanasimamisha swala 5. Sifa ya tatu, wanatoa zaka ya mali zao. Sifa ya 4, wayuti'una Allah wa rasulahu, na wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na wanamtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio watakaopata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio watakaohurumiwa na Allah. Kwa miongoni mwa mambo ambayo yatasababisha wewe upate huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, jambo la kuamrisha mema ni miongoni mwa mambo ambayo ni bora. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna ubora katika mazungumzo yao, hakuna ubora katika minong'ono yao wanaonong'onezana, hakuna ubora katika mazungumzo yao wanayoyazungumza, illa man amara bisadaqatin, isipokuwa ubora wa mazungumzo yapo katika kuamrisha kutoa sadaka. Anayesimama akawaamrisha watu kutoa sadaka, haya ndiyo maelekezo sahihi, na haya ndiyo mazungumzo ambayo ni bora kuliko mazungumzo mengine yote. Pamoja na kwamba Muislamu wakati mwingine anapokumbushwa kwenye kutoa sadaka anachukia, hapendi, kwa sababu shaitani anamlingania ya kwamba akitoa atafirisika, akitoa atapunguza katika mali yake. Lakini Uislamu unakwambia kwamba unapotoa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mali yako inaongezeka, mali yako inapata ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mali yako inakuwa ina baraka kwa kuitolea sadaka. Hivyo unapokumbushwa kwenye kutoa sadaka, huyo anayekukumbusha anakutakia kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah anasema hakuna kheri katika mazungumzo ya wanadamu, hakuna kheri katika minong'ono yao, isipokuwa kheri iko katika mazungumzo ya kuamrisha watu watoe sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au ma'rufin,
kuamrisha yaliyokuwa mema. Mtu anapozungumza mazungumzo ya kuamrisha mema, huyo anazungumza mazungumzo mazuri, maneno mazuri, au islahin baina nas, au kuwasuluhisha watu ambao wamekosana, ambao hawaelewani, ukaamua kuwasuluhisha. Yale maneno yako ambayo unayazungumza kwa ajili ya kuwasuluhisha, hayo ni maneno bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yaf'al dhalika, na yeyote atakayeyafanya hayo mambo hayo matatu, ibtighaa mardhati llahi, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nutihi ajran adhima, huenda tutampa malipo mengi, bila shaka tutampa malipo makubwa yule ambaye ameyafanya mambo haya matatu ambayo yameelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, hakuna maneno bora, hakuna maneno yenye kheri isipokuwa maneno ya kuamrishana kunako na kutoa sadaka, isipokuwa maneno ya kuamrisha watu katika mambo mema, isipokuwa maneno ya kuwasuluhisha watu ambao wamekosana. Ndugu zangu katika imani, kazi hii ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya ni kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliifanya kazi hii. Mtume alipambana na kazi hii mpaka akapigwa, mpaka akachukiwa kwa sababu ya kuifanya kazi hii ya kuwalingania watu katika mambo mema na kuwakataza yaliyokuwa mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaelezea sifa ya waumini wa sawasawa, Allah anasema, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya, waumini wa sawasawa, waumini wa kweli ni wale ambao wanamfuata mtume ambaye ni nabii, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal-injil, mtume ambaye wanamkuta ameandikwa kwao, ameandikwa katika Taurati, ameandikwa katika Injili, kwamba huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi yake kubwa ilikuwa ni nini? Allah anasema, ya'muruhum bil ma'ruf, mtume huyo anawaamrisha wao mema, wa yanhahum 'anil munkar, na anawakataza yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kazi iliyofanywa na mtume tunatakiwa na sisi tuifanye kazi hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, endapo waislamu wataacha kazi hii ya kuamrisha mema, wakaiacha kazi hii ya kukataza mabaya, wanaweza wakapata laana za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaweza wakalaaniwa na Allah kama walivyolaaniwa Bani Israili. Bani Israili walilaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuacha kuamrisha mema na kwa sababu ya kuacha kukataza yaliyokuwa mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lu'ina alladhina kafaru, walilaaniwa wale ambao wamekufuru, min Bani Israil, katika wana wa Israili, ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryama, kwa kupitia ulimi wa Daudi na kwa kupitia ulimi wa Isa ibn Maryama. Kwa nini walilaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema, dhalika bima asau, laana hiyo iliwapata wao kwa sababu waliasi, wakaachana na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakanu ya'tadun, na wakawa ni wenye kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mipaka walioivuka, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani kutokana na munkari ambayo wanaifanya, walikuwa hawakatazani kutokana na maovu na mabaya na madhambi ambayo walikuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu yaf'alun, ni ubaya ulioje wa yale ambayo walikuwa wanayafanya. Kwa hiyo hao wana wa Israeli walilaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuacha kuamrisha mema na kwa sababu ya kuacha kukataza yaliyokuwa mabaya. Kwa na umma huu
endapo hawatalisimamia jambo hili la kuamrishana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya, mwisho wa siku tutakuja kuingia katika laana za Allah subhanahu wa ta'ala, na kulaaniwa ni kuwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبة في الله, خطبة yetu ya leo inatuhimiza uwajibu wa kuamrishana yaliyokuwa mema na uwajibu wa kukatazana yaliyokuwa mabaya. Tukifanya hivyo tutahurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tutapata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayehurumiwa na Allah ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na endapo tutaachana na jambo hili na kazi hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, tutaingia katika laana za Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona wana wa Israeli walilaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hawakuwa ni wenye kuamrishana yaliyokuwa mema na hawakuwa ni wenye kukatazana kuyafanya yale ambayo ni mabaya. Waliacha kazi hii, na sisi tukiacha tutalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumeona aya nyingi ambazo zinatuelekeza kunako na jambo hili, kunako na wajibu huu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Lakini pia katika hadithi, ziko hadithi nyingi ambazo zinatuamrisha kufanya mema, zinatuamrisha kuamrishana mema, na zinatukataza kufanya yaliyokuwa mabaya. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, iyyakum wal julusa bituruqati, jitahadharisheni na kukaa njiani, chukueni tahadhari ya kukaa njiani. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe mtume wa Allah, ma lana buddun min majalisina, sisi hatuna budi kukaa katika maeneo hayo, hatuna budi kukaa katika majlisi zetu, na majlisi hizo ziko njiani, hatuna budi kukaa katika maeneo hayo. Fiha, tunazungumza, tunapiga story katika maeneo hayo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha abaitum illa almajlis, ikiwa mtakataa isipokuwa mtakaa katika maeneo hayo, isipokuwa mtakaa njiani, fa'atu at-tariqa haqqahu, ipeni njia haki yake. Qalu wama haqquhu ya Rasulullah, wakamuuliza mtume wa Allah, haki ya njia ni ipi? Qala, mtume akasema, ghadhul basari, ni kuinamisha macho, msimwangalie kila anayepita, msiangalie mabaya. Wa kaful adha, na mjizuie na kuwaudhi wapita njia. Wa raddu salami, na kuitikia salamu. Mkikaa njiani kuna watu wanapita watakusalimieni, mnatakiwa muitikie salamu. Wal amru bil ma'rufi, na kuamrisha mema. Wan nahyu 'anil munkar, na kukataza yaliyokuwa mabaya. Kwa miongoni mwa haki za njiani ni watu kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Watu wanatakiwa wafanye kazi hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haitosimama isipokuwa kwa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Lakini kama tutaliacha jambo hili, watu wakawa si wenye kuamrishana mema, jamii itapotea
itafikia mahala hata taifa pia litakuwa ni lenye kupotea. Ndugu katika imani, miongoni mwa mema ambayo tunatakiwa tuyalinganie katika familia zetu, kuwalingania vijana wetu, ni kuwalingania kunako na amani hii ya nchi yetu. Vijana waelimishwe kunako na hii amani ambayo tunayo. Amani hii ndio inatufanya tunakaa hapa, tunapeana mawaidha, mnasikiliza hutuba, wala hakuna hata wasiwasi. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo watu hawana amani, hata kukusanyika hivi msikitini wakaswali hawana muda huo, na wakiweza kufanya hivyo mara wanasikia kuna bomu limeanguka hapo mbele. Hawana amani, wako msikitini lakini wanaangalia kulia kushotoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu amani imekosekana. Na leo vijana wanaweza wakaiharibu amani kwa kusikiliza yanayopita katika mitandao, kwa kuangalia yanayopita katika mitandao. Kwenye mitandao hii ya kijamii kuna mambo mengi yanapita, vijana wanatakiwa wawe makini. Hakuna anayejua neema ya neema hii, hakuna anayejua umuhimu wa neema hii isipokuwa Muislamu. Muislamu ndiye anayejua umuhimu wa hii neema. Muislamu ndiye anayejua umuhimu wa amani hii, kwa sababu waliopambana mpaka hata uhuru ukapatikana ni Waislamu, kwa sababu walikuwa wanaelewa na wanafahamu umuhimu wa neema hii. Watu walikufa, lakini ikafikia mahala mpaka leo hii sisi tuko katika amani. Kwa katika kuamrisha mema, pia tuwaamrishe vijana wetu, tuwakumbushe vijana wetu, tuwaelimishe vijana wetu waache mihemuko ya kwenye mitandao. Nchi nyingi wamepoteza amani yao, na leo wanaitafuta, wanashindwa kuipata amani. Amani imepotea ndani ya siku moja. Wamechukua miaka nenda rudi, wanatafuta amani lakini hawaipati. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi, kila Muislamu amuelimishe Muislamu mwenzake aelewe. Tuwaelimishe vijana waweze kuelewa umuhimu wa amani hii tuliyokuwa nayo. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikapelekea tukaivuruga amani yetu ni maandamano. Hasa Muislamu lazima ujiulize kwamba maandamano Kiislamu yanaruhusiwa au hayaruhusiwi. Kijana wa Kiislamu anatakiwa ajiulize kwamba maandamano kidini yapo au hayapo. Maulama wetu wanasemaje kunako na maandamano? Viongozi wetu wa dini wanasemaje kunako na maandamano? Siku moja aliulizwa Sheikh mkubwa al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sheikh mkubwa huyu aliulizwa kunako na maandamano, vipi Waislamu wakaamua kuandamana kutokana na madhila, kutokana na shida, kutokana na tabu ambayo wanaipata, wakaamua kuandamana ili kuondoa matatizo hayo, ili waweze kupata haki yao. Uislamu unasemaje kuhusiana na maandamano? Sheikh akasema, la ara almudaharat an-nisaiya war-rijaliya min al-ilaji. Sheikh anasema sioni maandamano ya kuandamana wanaume na wanawake kwamba maandamano hayo ndio solution ya matatizo yenu, ndio tiba ya matatizo yenu. Mimi kwa kama shekhe nasema sioni kwamba maandamano ni tiba. Walakinni ara, lakini mimi ninaona annaha min asbabil fitani, kwamba maandamano ni miongoni mwa sababu za fitna. Endapo mtaandamana, yawezekana fitna ikawa ni kubwa katika nchi yenu, yawezekana fitna ikawa ni kubwa katika maeneo yenu. Wa min asbabi shururi, na maandamano ni miongoni mwa sababu ya shari. Mnaweza mkaandamana kwa sababu ya kuondoa shari, lakini huenda shari ikawa ni kubwa kuliko mnavyofikiria. Maandamano yanaleta shari.
ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. na maandamano vile vile ni sababu ya kuwadhulumu baadhi ya watu. Kwenye maandamano kuna watu ambao wana malengo yao tofauti. Kwenye maandamano maduka huwa yanavunjwa, watu wanaiba. Kwenye maandamano huwa watu wanachoma mpaka na magari yanachoma moto, nyumba za watu zinachoma moto, mali zinaharibiwa, na haya yote yanapatikana katika maandamano. Kwa hiyo Sheikh anasema sio kwenye maandamano kama kuna kheri, kwenye maandamano kuna shari kubwa. Lakini pia kuna kuwafanyia watu uadui pasina kuwa ya haki, kuwafanyia watu uadui pasina ya haki. Wengine wanaona ya kwamba huyo sisi tumeandamana kwa nini yeye hajatoka, watu wanamvamia, watampiga, watamtesa, watamharibia mali zake kwa sababu tu yeye hajatoka katika maandamano. Haya ni maelekezo ya maulama wetu, ya wajuzi wetu, kwamba kitu kinachoitwa maandamano, kitu hicho hakifai kidini. Kwa kijana wa Kiislamu anapotaka kufanya jambo, angalia jambo hili limeruhusiwa na dini. Maandamano hayaruhusiwi na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maandamano maulama wanakataza, na watu wakiandamana shari yake itakuwa ni kubwa kupita maelezo. Kwa kupitia maelezo haya ya mashekhe zetu, vijana chukueni tahadhari kubwa kwa yote yanayopita katika mitandao ya kijamii yakiwahamasisha kwamba muandamane, mtoke mabarabarani. Tuliache jambo hilo. Sisi Waislamu tunajua umuhimu wa hii amani. Tusijaribu kabisa kuivunja na kuiharibu amani tuliyokuwa nayo. Hii ni neema. Endapo wataiharibu hii amani, watakuja kukumbuka haya maneno ambayo wanaambiwa na Waislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo ilikuwa inaelezea umuhimu wa kuamrishana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Kila mmoja asimame katika nafasi yake kuhakikisha ya kwamba anaamrisha mema na kukataza mabaya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.